بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأدبا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين، اللهم آمين. Ndugu zangu wanafunzi, awali ya yote nachukua nafasi hii kuikumbusha nafsi yangu na kuzikumbusha nafsi zenu kuhusu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika usia wa uchamungu ndiyo usia ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutoa kwa umma huu wa Muhammad na ameutoa kwa wale waliokuwa kabla yetu. Anasema Allah katika suratu Nisa, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, na kwa hakika tuliwahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu, Mayahudi na Manasara, na tunawahusia nanyi vile vile kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ucha Mungu ni kutekeleza maamrisho ya Allah kama alivyoamrisha na kujiepusha na makatazo yake kama alivyokataza. Ukifanya hivyo unakuwa umemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hivi sasa tupo katika mwezi miongoni mwa miezi minne mitukufu, miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaitukuza. Allah subhanahu wa ta'ala kaifadhilisha na akawataka waja wake wafanye kheri katika miezi hiyo na wajiepushe na kuzidhulumu nafsi zao kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, musidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo mitukufu. Kwa hiyo hivi sasa sisi tupo katika mwezi miongoni mwa miezi minne mitukufu ambao ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu, mwezi wa Muharram. Mwezi huu ni mwezi wenye fadhila kubwa na ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala kautukuza. Lakini pia mwezi huu ni mwezi ambao
umebeba matukio makubwa ya kihistoria, matukio ambayo kila Muislamu anapaswa kuyafahamu kwa usahihi wake, ili apate kujifunza kwa yale yaliyojiri katika matukio hayo na apate mazingatio kwa yale yaliyotokea. Na miongoni mwa matukio yaliyotokea katika mwezi huu wa Muharram ni tukio la mauaji yaliyofanywa dhidi ya mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa an abihi. Husayn mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kipenzi chake aliuawa katika mwaka wa 61 Hijiria katika mwezi wa Muharram. Ni tukio la kusikitisha, ni tukio la kinyama, ni tukio ambalo limebeba usaliti, dhulma, uadui dhidi ya mjukuu huyu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukio hili lilitokea katika mwezi huu wa Muharram, lakini kuna tukio lingine pia lilitokea katika mwezi huu wa Muharram ambalo ni tukio la Allah subhanahu wa ta'ala kumpa ushindi mja wake na mtume wake Musa alayhi salam dhidi ya mtawala dhalim Firaun alayhi min Allah ma yastahiq. Allah subhanahu wa ta'ala alimpa ushindi Musa na wana wa Israeli na akamwangamiza Firaun na majeshi yake. Tukio hilo lilitokea katika mwezi huu wa Muharram katika siku ya tarehe 10 ambayo ni maarufu kama siku ya Ashura. Na hilo ndio tukio ambalo katika siku hii ya leo insha Allah taala tutajaribu kulizungumzia kwa kiasi chake, ili nasi tupate kujifunza na tupate mazingatio kwa yale yaliyojiri katika tukio hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohama Makka kwenda Madina, alipofika Madina aliwakuta Mayahudi wana utaratibu wa kufunga siku ya tarehe 10 ya mwezi wa Muharram. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawauliza Mayahudi kwa nini wanaifunga siku hii. Wakasema hadha yaumun salihun, hii ni siku nzuri, ni siku njema, ni siku yenye kheri. Hadha yaumun najja Allahu fihi Musa wa qaumahu, hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Musa na watu wake. Wa aghraqa Firauna wa qaumahu, na akamwangamiza Firaun na watu wake. Fasamahu Musa shukran lillah. Mayahudi wanasema Musa alayhi salam akaifunga siku hii kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo na sisi maana yake sasa, na sisi yani wao Mayahudi na wao wanafunga siku hii kwa kumuunga mkono Musa alayhi salam na kuunga mkono wazazi wao, mababu zao waliopita huko nyuma, wakimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ushindi aliowapa katika siku hii ya Ashura. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema nahnu ahaqqu bi Musa minkum, sisi tuna haki zaidi
ya kuungana na Musa, kumuunga mkono Musa, kushirikiana na Musa katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ushindi aliompatia. Sisi tuna haki zaidi ya kumuunga mkono Musa kuliko nyinyi. Fasamahu wa amara bisiyamihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akafunga siku ya Ashura na akawaamrisha masahaba waifunge siku hiyo. Sasa tukio hili la Allah subhanahu wa ta'ala kumpa ushindi Musa, kumpa nusra Musa dhidi ya Firaun, ni tukio ambalo lilitokea katika siku ya tarehe 10 ndani ya mwezi huu wa Muharram. Nabiyullah Musa alayhi salam, sote tunafahamu kwamba yeye anatokana na kizazi cha wana wa Israeli, na asili yao wana wa Israeli, asili yao inatokea Kanaan, katika mji wa Kanaan ambao uko Falastini, na wanatokana na kizazi cha nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala Yaqub, mwana wa Ishaq, mwana wa Ibrahim alayhi salam. Ishaq ambaye ni ndugu na Ibrahim, ni ndugu na Ismail, ambao wote ni watoto wa mzee Ibrahim alayhi salam. Sasa Banu Israili wanatokana na kizazi hiko. Baada ya kutokea yale yaliyotokea kati ya Nabiiullah Yusuf alayhi salam, kama mtakuwa mnakumbuka, mpaka Yusuf kutupwa kisimani na baadaye akaokotwa na msafara ambao ulikuwa unaelekea Misri kutoka Kanaan, wanakwenda zao Misri kufanya biashara, na kufika kule kuuzwa Yusuf alayhi salam kwa mfalme wa Misri, na yote aliyojiri yale. Mwisho kabisa, kama mtakuwa mnakumbuka, Yusuf alayhi salam baada ya kupewa uongozi waziri katika wizara ya vyakula na ardhi, Yusuf alayhi salam aliwaita ndugu zake, kuanzia baba yake, mama yake, ndugu zake na ukoo wao wote, kabila lao wote la wana wa Israeli, aliwaita Misri. Waende wakafanya makazi katika mji huo, kwa sababu huko Kanaan kulikuwa na njaa, kulikuwa na ukame, hakuna vyakula. Kwa hiyo akawahamisha kutoka Kanaan, akawahamisha ndugu zake wa Israeli kutoka Kanaan, akawapeleka kule Misri. Wana wa Israeli walipofika Misri walifanya makazi katika mji huo, na waliishi maisha mazuri sana katika mji huo wa Misri. Waliishi maisha ya furaha, waliishi maisha ya neema. Kiongozi au mfalme wa Misri kwa wakati huo alijitahidi kuwafanyia ikramu wana wa Israeli kwa sababu ya kheri aliyokuja nayo Yusuf alayhi salam. Kupitia kisa cha Yusuf nadhani nafahamu kuhusu ndoto aliyoota ya ukame na kadhalika. Kwa hiyo mfalme akawa analipa fadhila kwa kuwafanyia wema wana wa Israeli, akawa anawapa nafasi katika uongozi, anawapa wanayohitaji, wakaishi katika maisha mazuri sana, mpaka pale alipofariki kiongozi huyo. Akaja kiongozi mwingine ambaye Waarabu wanamuita Qabus ibn Musa, na kiongozi huyo hakuwa Muislamu, alikuwa ni kafiri na alikuwa ni dhalim. Hapa kidogo tunafupisha historia, lakini wana wa Israeli kama ilivyo kawaida yao na kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyoeleza ndani ya Qur'an, ni watu ambao hawaaminiki na hawaaminiwi. Ukiwaamini watakusaliti. Waliishi Misri kwa furaha na kwa neema zote, lakini ilifika hatua wakajisahau, wakaanza kufanya kibri katika ardhi ya Misri, hali ya kuwa wao ni wageni tu. Wakaanza kufanya dhulma na mengineyo. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea kiongozi ambaye anafanana nao kidogo katika dhulma, akamleta huyu bwana bin Qabus ibn Musa.
wanazuoni wa tarehe wa Kiarabu wanamuita hivyo, ambaye wengine wanasema, wanazuoni wa historia wanasema alikuwa anaitwa Ramsis, Ramsisul Awwal, Ramsis wa kwanza. Atakuja Ramsis mwingine wa pili. Sasa huyu kiongozi alikuwa ni kafiri na alikuwa ni dhalim, akawa anawadhulumu wana wa Israeli na anawanyima haki zao, kama vile analipa kisasi au chuki binafsi dhidi yao kwa yale ambao walikuwa wanayafanya baadhi ya wao katika wana wa Israeli katika maovu na dhulma, kwa sababu walikuwa washajisahau, wameishi katika neema, wakaona kwamba sasa wao washafika na wao ni taifa teule na wao ni bora kuliko wengine, basi wakawa wanafanya dhulma, kwa na yeye akawa anawafanyia dhulma. Siku zikaenda na miaka ikaenda, akafariki huyu kiongozi Ramsis al-Awwal. Akaja kiongozi mwingine wa Misri ambaye alikuwa anaitwa Al-Walid ibn Mus'ab. Wanazuoni anasema ni ndugu na yule wa kwanza, yeye akaanaitwa Ramsis al-Thani, na huyu sasa ndiye maarufu kwa jina la Firaun. Huyo Ramsis al-Thani ndiye maarufu kwa jina la Firaun. Yeye alipochukua utawala aliendeleza zile dhulma zilizopita na akaongeza zaidi ya vile ilivyokuwa, akawa na wadhulumu wana wa Israeli, anawatesa, anawaua, anawanyima haki zao za uraia, na akawa anawafanyia mengineyo katika dhulma. Wana wa Israeli wakaendelea katika maisha hayo, maisha ya dhiki, baada ya kuwa waliishi katika neema huko nyuma babu zao. Maisha yakabadilikia, wakaanza kuishi katika dhiki na mateso, mpaka siku moja huyu Firaun sasa ambaye tunamzungumzia sasa, ambaye ndio story yake na mhusu yeye na Musa alayhi salam. Huyu Firaun siku moja aliota njozi. Alipolala akaota ndoto, akaota kwamba kuna moto umewaka kutokea Falastini, huko Palestina. Ule moto ukaja mpaka katika mji wa Misri, ukachoma majumba yote ya watu wa Misri na ukayaacha majumba ya wana wa Israeli. Alipoamka kutoka njozini alishtuka sana, akastaajabu kuhusu hii ndoto. Ina maana gani ndoto? Kwa nini moto utoke Falastini alafu uje Misri uchome majumba ya watu wa Misri na uyaache majumba ya wana wa Israeli? Asubuhi ilipofika akakusanya jopo lake la mawaziri na washauri, na katika wao walikuwepo waganga na makuhani. Akawaeleza kile ambacho aliota njozini, akawaomba wampe tafsiri ya hiyo ndoto na wamweleze ndoto inamaanisha nini. Wale wakamweleza na wakamwambia kwamba maana ya hiyo ndoto ni kwamba atazaliwa mtoto wa kiume kutokana na hawa na Israeli, ambaye atakuja kuudondosha utawala wako, atakuja kuudondosha ufalme wako. Hiyo ndiyo maana ya hii njozi. Firaun aliposikia hili, na ukizingatia hapo nyuma alikuwa hawapendi wana wa Israeli na alikuwa anawadhulumu na anawafanyia uadui, alipoyasikia haya ikawa ni kama vile wametonesha kidonda au wamwaga petroli kwenye moto, akazidisha zile dhulma ambazo alikuwa anazifanya. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Qasas katika aya nambari 3 na kuendelea amekielezea kisa hiki cha Nabiiullah Musa alayhi salam, lakini pia amekielezea katika maeneo mengine tofauti katika sura zingine. Allah jalla wa ala anasema, natlu alayka min nabai Musa wa Firaun bilhaq liqaumin yu'minun. Allah anasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, natlu alayka min nabai Musa, tunakusomea wewe Muhammad kuhusu habari zinazomhusu Musa, wa Firaun, na habari zinazomhusu Firaun, bilhaq, kwa ukweli usio na shaka ndani yake, liqaumin yu'minun, lakini ukweli huo ni kwa watu wenye kuamini.
Wengine watakataa, watapinga, wataona kwamba sio kweli. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anaanza kukisimulia kisa hiki akimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bilhaq, sisi tunakusimulia wewe habari inayomhusu Musa na Fir'aun kwa ukweli kwa wale wenye kuamini. Kisha Allah akasema, inna fir'auna ala fil ard, hakika Fir'aun amekuwa na kibri katika nchi ya Misri. Ardhi inayokusudiwa hapa ni ile sehemu yake, nchi ya Misri. Hakika Fir'aun amekuwa na kibri katika nchi hii ya Misri, katika mji huu. Wajaala ahlaha shia, na amewafanya watu wa mji huu kuwa ni makundi makundi, amewagawa. Wapo ambao anawapa haki zao za uraia na wapo ambao anawanyima na kuwadhulumu. Ameweka katika matabaka, amewagawa watu wa mji huu. Yastad'ifu ta'ifatan minhu, analidhoofisha na kulidogesha kundi katika wao, anawadhulumu, anawafanyia uadui, anawatesa, anawanyima haki zao za uraia. Lakini isitoshe, huyu Firaun huyu, Allah anasema yudhabihu abnaahum, anawachinja watoto wao wa kiume wanaozaliwa. Wayastahyi nisaahum, na anawaacha hai watoto wao wa kike. Allah akamalizia aya hii akisema, innahu kana minal mufsidin, hakika Firaun alikuwa ni katika mafisadi, katika watu waharibifu. Kama tulivyosema hapo nyuma kwamba Firaun aliota njozi, akaambiwa kwamba atazaliwa mtoto kutokana hawa na Israeli. Mtoto huyo wa kiume atakuja kudondosha utawala wako. Firaun baada ya kutoa maelezo haya, akatoa amri kwa majeshi yake, akiwapa amri wazunguke kila mtaa na kila kijiji katika mji wa Misri, wapite nyumba baada ya nyumba, watafute kama kuna mtoto yoyote wa kiume aliyezaliwa au atakayezaliwa, na wakishampata wamuue. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema Firaun alikuwa yudhabihu abnaahum, anawachinja watoto wao wa kiume wanaozaliwa kutokana na wana wa Israeli. Wayastahyi nisaahum, na anawaacha hai watoto wa kike. Huu ni upeo wa uadui na dhulma ambao Firaun alifikia. Lakini Firaun hakuishia hapo tu katika dhulma na uadui. Alifika hatua Firaun katika kibri, alifikia hatua mpaka ya kujiita Mungu. Akasema ana rabbukumul a'la, mimi ndiye Mola wenu wa juu. Akiwaambia watu, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, mimi sifahamu kama nyinyi watu wa Misri nyinyi mna Mungu kinyume na mimi. Sifahamu, sijui kama nyinyi watu wa Misri mna Mungu mnaitakiwa kumwabudu kinyume na mimi. Maana yake Firaun alivuka mpaka katika kibri na kujiona, na yote haya kwa sababu ya madaraka aliyokuwa nayo. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Qasas anaendelea baada ya aya hiyo, anasema wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard, na sisi tunataka tuwaneemeshe wale ambao wamedhulumiwa na kudogoshwa katika ardhi, katika nchi hiyo ya Misri. Wanaja'alahum a'immatan, na tuwafanye wao kuwa ni viongozi, kuwa ni watawala. Wanaja'alahumul warithin, na tuwafanye wao kuwa ni warithi wa utawala. Allah anasema hivi, tunataka sisi tuwafanye wale ambao wamedhulumiwa, wale wanateswa, tunataka tuwafanye wao sasa kuwa ndio viongozi, kuwa watawala na kuwa warithi wa utawala wa Firaun. Tutamuondoa Firaun. Kisha Allah akasema tena, wanumakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun, na tutawapatia wao umakinifu katika ardhi, tutawapatia amani, utawala, nguvu, power, vyote hivyo tutawapa wao katika ardhi. Sasa wakati Firaun anaendelea na zoezi hili la kuwaua watoto wa kiume wanaozaliwa kutokana na wana wa Israeli na kuacha hai watoto wa kike,
Wakati Firaun anaendeleza operesheni yake hii, ndipo sasa alipozaliwa Nabiiullah Musa alayhi salam. Nabiiullah Musa alayhi salam alizaliwa katika wakati huo, wakati ambao wana wa Israeli wanapitia mateso, wanapitia shida, wanapitia kila aina ya dhulma, na tayari Firaun ashatoa amri watoto wote wa kiume wanaozaliwa kutokana na wana Israeli wauawe. Hapo ndipo alipozaliwa sasa Nabiiullah Musa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fa auhaina ila ummi Musa an ardhi'i, tukamweleza mama yake Musa alayhi salam tukimwambia an ardhi'i, wewe endelea kumnyonyesha mwanao. Baada ya kujifungua mwanawe Musa alayhi salam, hofu ikamjaa, anaogopa, na mama yake Musa alikuwa ni katika waumini, katika watu wema. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema tukamfunulia, tukampatia wahi, tukampa maelekezo tukimwambia an ardhi'i, endelea kumnyonyesha mwanao. Fa idha khifti alayhi, na ikitokea ukamhofia, ukahofia kwamba Musa anaweza akapatwa na askari wa Firaun, anaweza akauawa, akapatwa na madhara, fa alqihi fil yam, basi nenda kamtie katika mto. Chukua sanduku, mtie katika mto, mtie katika lile sanduku au kapu, kisha mweke katika mto wa maji, alafu yale maji yatampeleka mpaka katika fukwe ambazo anaishi Firaun, kama Allah alivyosema, aniqdhi fihi fi tabuti faqdhi fihi fil yam falyulqihi al-yam bis-sahil, akasema ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun la, atamchukua huyo Musa adui yangu na adui yake ambaye ni Firaun. Sasa ikiwa wewe mama yake Musa utahofia kwamba kama Musa anaweza akapatwa na askari wa Firaun na akauawa, kama utahofia hilo, basi chukua sanduku, mweke Musa kwenye sanduku, halafu mweke katika mto wa maji. Hayo maji yatampeleka mpaka katika fukwe za nyumba ya Firaun. Mama yake Musa alayhi salam akafanya hivyo, na Allah akamwambia wala takhafi wala tahzani, usiogope wala usihuzunike, inna radduhu ilayki, hakika sisi tutamrudisha huyu Musa kwako wewe tena. Fanya kama tulivyokuelekeza, usihofu wala usihuzunike, sisi baadaye tutamrudisha tena huyu Musa kwako wewe. Wajailuhu min almursalin, na tutamfanya huyu Musa kuwa katika mitume. Na wake Musa alayhi salam akafanya kama alivyoelekezwa, akamtia mwanawe katika kapu, maji akampeleka mpaka katika fukwe za Firaun. Faltaqatahu alu Firaun liyakuna lahum aduwwan muhazan. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea anasema, faltaqatahu alu Firaun, watu wa Firaun wakamuokota yule Musa akiwa mtoto mchanga mdogo. Wale wafanyakazi katika nyumba ya Firaun walikiona kile kikapu, kwenda pale wakamkuta mtoto, wakaamua kumuokota yule mtoto wamstiri, kisha wakampeleka kwa Firaun. Na Firaun alikuwa na mke ambaye ni binti moja, alikuwa anaitwa Asia. Alikuwa ni mwanamke mwema, na bali Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Asia ni katika wale wanawake kheri watakaokuwa peponi, wanawake wabora watakaokuwa peponi, sayyidatu nisa'il janna, ahli janna, ambao katika wao yuko pia Maryam binti Imran mamake Isa alayhi salam, yuko Khadija binti Khuwailid mama yetu na mke wa kwanza wa Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, yuko Fatima binti Muhammad binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yuko huyu Asia binti Muzahim ambaye alikuwa ni mke wa Firaun. Sasa Firaun alipoletewa huyu Musa baada ya kuokotwa, alipoletewa, Firaun hakuwa tayari kumlea Musa, na alikuwa tayari ashaanza kupatwa na machale kwamba huenda ukawa ni mtego. Baadaye akaja kutimia yale ambayo yalisema, lakini mke wake alitumia nguvu na ushawishi kumshawishi mumewe, hapana, usimdhanie hivyo, tumchukue huyu mtoto tumlee, huenda akatufaa huyu mtoto hapo baadaye akatusaidia. Na ukizingatia kwamba Asia alikuwa hana mtoto, alikuwa hazai. Kwa hiyo
kwa huruma yake na hamu yake kwa na mtoto, akaona kwamba tumchukue Musa tumlee. Firauni hakuwa na budi kukubaliana mkewe, lakini kishingo upande, wanaposema Waswahili. Hakuwa radhi na hilo, lakini mke ashasema, ashataka, basi yeye akakubaliana nalo. Kwa akasema, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waqalat imra'atu fir'aun qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana au nattakhidhahu walada. Akawaambia, msimuue huyu Musa, msimuue huyu mtoto. Hawamjui ni nani atiwe. Asa an yanfa'ana au nattakhidhahu walada, huenda akatufaa hapo baadaye, au tumfanye kabisa kuwa ni mtoto wetu, tumadapti mtoto au mtoto wetu kabisa, sababu hatujua ametokea wapi, wazazi wake hatuwajui. Basi Musa alayhi salam akalelewa katika nyumba ya Firaun. Lakini katika muujiza ambao Allah subhanahu wa ta'ala alifanya, Musa alayhi salam alikuwa anakataa maziwa ya wanawake wote wanaotaka kumnyonyesha. Kila mwanamke anayeletwa amnyonyeshe anakataa, kila mwanamke akiletwa Musa anakataa. Ikawa imetangazwa basi watafutwa wanawake huko wengine wajaribu kwa mwanamke huyu mpaka pale huyu mtoto atakapokubali kunyonyeshwa. Hapo sasa mama yake Musa alayhi salam alikuwa na dada yake mdogo wake wa kike. Huyo mdogo wake wa kike alizipata zile habari, akaenda mpaka katika nyumba ya Firaun akawaeleza kwamba nyinyi mtafuta mtu wa kumnyonyesha, basi yuko mwanamke mmoja hivi anaweza akajitolea, yeye atajitolea kumnyonyesha bure kabisa. Na mwanamke mwenyewe ndio yule mama yake Musa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa harramna alayhi almaradhi'a min qabl faqalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Na hiyo sasa ikawa ndio sababu ya Musa kurejea kwa mama yake, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, inna raduhu ilayki, wa usihofu wala usihuzunike, sisi tutamrejesha huyu Musa kwako hapo baadaye. Kwa hiyo Firaun akakubaliana na hilo. Musa akawa anapelekwa kwa yule mama kwenda kunyonyeshwa, ambaye ni mama yake kabisa. Akanapelekwa kule kwenda kunyonyeshwa, alafu baadaye anarudishwa tena, au yule mama anakuja na mnyonyesha huku, baadaye anamrudisha zake, kimaliza na mnyonyesha zake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'aynuha wa la tahzan, tukamrejesha Musa kwa mama yake ili mama yake apate kutulizana, apate utulivu, kwa sababu huzuni ilikuwa imempata, hofu yake ilikuwa juu, anamhofia mwanawe Musa alayhi salam. Allah anasema tukamrejesha Musa kwa mama yake ili mama yake apate kutulizana, apate utulivu, apate amani. Walita'lama anna wa'da Allahi haqq, na ili apate kujua kwamba ahadi ya Allah ni ya kweli. Walakinna aktharahum la ya'lamun. Musa akaendelea kulelewa katika hali hiyo, akiwa leo huku katika nyumba ya Firaun, kesho kwa mama yake, au asubuhi huku, jioni huku anakwenda kunyonyeshwa, huku anakuja anarudishwa kwa ajili ya kulelewa. Firaun akiwa hajui kwamba yule anayemnyonyesha huyu Musa ndiye mama yake mwenyewe, na akiwa hajui kwamba huyu Musa huyu ninayemlea huyu ndiye atakayekuja kuwa adui yangu hapo baadaye. Musa akalelewa katika mazingira hayo mpaka akakuwa, akawa ni kijana sasa, shababi, ana nguvu, anaweza kutembea kwenda huku na kula, akafanya harakati zake na shughuli zake. Siku moja Musa alayhi salam, wakati yupo katika matembezi yake, akaingia katika maeneo ambayo watu wake walikuwa hawapo, yani hakuna watu, mitaa imetulia, ipo kimya, watu wako ndani. Wakati anatembea katika ile mitaa, alikutana na vijana wawili wakiwa wanagombana. Mmoja ni katika wana wa Israeli, ni waumini, manake ndugu yake, muumini mwenzie, kabila lake, na mwingine akiwa katika vijana wa Misri. Alipofika pale, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wadakhala almadinata ala hin ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulain yaqtatilan hadha min shi'atihi wa hadha min aduwi. Yule ambaye ni ndugu yake, sasa ni mtu wake, akamuomba Musa msaada, fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi. Akamuomba Musa msaada, Musa nisaidie bwana, ugomvi ushamuelemea, shazidiwa. Musa alayhi salam akamsaidia mwenzie, fawakazahu Musa faqada alayhi. Musa akamgusa kidogo yule mtu ambaye alikuwa anagombana na mwenzie, akamsukuma kidogo yule mtu akafariki pale pale, akafa. Musa alayhi salam akashtushwa na kile kitendo,
ameachanisha ugomvi, akamgusa kidogo yule mtu akafariki. Ile jambo likamshtua sana Musa alayhi salam, na akagundua kwamba nilichokifanya sio kitendo kizuri, ni kitendo kibaya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema qala hadha min amali ash-shaytan innahu aduwwun dhillun. Musa alayhi salam akamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Na hili ni katika baadhi ya nukta za muhimu za kujifunza kupitia kisa cha Nabii Allah Musa alayhi salam. Muumini anapofanya dhambi basi afanye haraka kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Musa alayhi salam baada ya kufanya tukio hili la mauaji, baada ya kufanya haya mauaji kwa bahati mbaya, akawa anaishi katika mji wa Misri kwa hofu, akawa anaishi kwa kujificha ficha, anahofia si habari ikatoka ikasambaa akamkamata na wakaenda kumwadhibu au kumuua kwa sababu yale ambayo ameyafanya. Kwa akawa anaishi kwa hofu katika mji wa Misri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa asbaha fil madinati khaifan yataraqab, akawa anaishi katika mji wa Misri akiwa ana hofu, anajificha ficha. Siku moja wakati anatembea akakutana na yule mtu ambaye alimsaidia jana. Tena yule mtu alikuwa tena anagombana na mtu mwingine. Alipomuona Musa, yule bwana alipomuona Musa akakumbuka kwamba jana nilimuomba Musa alayhi salam anisaidie, akamgusa kidogo yule mtu akafa. Yule bwana akaona leo siwezi kumwambia, leo ataweza akaja kunigusa mimi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema falamma arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Yule mtu akamwambia Musa, wewe Musa unataka na mimi uniue kama ulivyomuua yule kijana katika siku za hapo nyuma? In turidu illa an takuna jabbaran fil ardh, wewe Musa hakuna unachokitaka isipokuwa tuwe ni mtu wa kufanya uharibifu tu katika ardhi, katika mji wetu huu. Wama turidu an takuna minal muslihin, na wala hautaki kuwa katika watu wema, watu wazuri. Wewe Musa unataka kuwa muuaji. Baada ya kumuona Musa alayhi salam akayasema maneno haya. Hapo sasa ndipo Musa alipojua kwamba sasa hapo sasa siri itakuwa ishafichuka. Na kulikuwa na watu wengineo pembeni, kwa wakasikia yale maneno wakajua kwamba kumbe Musa ndiye aliyefanya mauaji katika siku za nyuma. Wale watu wakatoka pale wakasichukua zile habari wakazipeleka kwa askari wa Firauni kwamba yule kijana yule alielelewa na Firauni, yule ndiye aliyefanya mauaji. Na leo alikuja hapa akataka tena kumgusa tena kijana mwingine, akataka tena kufanya mauaji. Yupo sehemu fulani kwa kawaelekeza. Lakini katika yale mazungumzo, wakati wanazungumza, kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ni mtu mwema katika askari wa Firauni, na alikuwa anaishi katika nyumba ya Firauni na anamfahamu Musa vizuri. Yule bwana akatoka mbio akamtafuta Musa alayhi salam mpaka akampata. Alipokutana naye, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wajaa rajulun min aqsa al-madinati yas'a, alipokutana naye qala ya Musa innal mala'a ya'tamuruna bik, kamwambia Musa watu huko tayari wasokalia kikao, watu huko wanakutafuta Musa liyaqtuluku, ili waje wakuue. Fakhruj inni laka minan nasihin, ondoka mimi nakunasihi, hakuna cha kufanya hapa isipokuwa ukimbie, mji huu ushachafuka, habari zako zishaenea na askari washapata taarifa kwamba wewe ndio uliyefanya mauaji. Kwa hiyo mimi nakunasihi bwana Musa, ondoka hapa, kimbia, tafuta sehemu ya kwenda, hapa tena hapa kufai. Nabii Allah Musa alayhi salam akati na hana chaguo. Kuna sasa hali yake ishakuwa mbaya, hapa Misri pashaharibika. Kwa naye akaamua kufanya uamuzi wa kuondoka zake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Qasas katika aya 22, 21, 22, anasema fa kharaja minha khaifan yatarqab, akatoka katika mji wa Misri akiwa na hofu, huko anajificha ficha. Qala rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin, Musa akasema ya Allah niokoe kutokana na watu madhalim. Kisha Musa akaondoka zake mpaka akauacha mji wa Misri, akaanza kuelekea katika miji mingine. Safari yake Musa ilimuongoza mpaka katika mji wa Madian, na huko kuna habari zingine ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezieleza kuhusu Musa. Allah anasema walamma tawajjaha tilqaa Madian qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a as-sabil, na pindi Musa alipoelekea katika mji wa Madian akasema Musa,
hakika Allah subhanahu wa ta'ala ataniongoza katika njia ya sawa, atanipa makharaj, atanipa tu mwongozo, nitaenda kuishi katika mji mwingine na maisha yangu yataendelea. Kwa hiyo Musa alayhi salam akatoka zake Misri akaelekea zake huko Madian, na huko Madian kulikuwa na nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anaitwa Shuaib. Kuna habari hapa inamhusu Musa pamoja na nabii Shuaib alayhi salam. Musa baada ya kuingia katika mji wa Madian, akiwa pembezoni mwa mji, mwanzo mwa mji, alikutana na watu wakiwa katika kisima wanachota maji, na pembezoni mwa wale watu kulikuwa na mabinti wawili ambao walikuwa ni ndugu, ila wao walikuwa wamekaa kando na wale watu, na wao wanasubiria maji pia, wachote maji kwa ajili ya kwenda kulisha wanyama wao. Musa alayhi salam alipofika pale akashangaa sana. Kwanza akashangaa na ile tabia wanawake kujitenga, mabinti hao kujitenga, kuacha wanaume kule kuchote maji wao mpaka wamalize kisha wao waende. Akauliza, mbona mmekaa mbali hivi, hamwendi kuchota maji na kule kuna watu? Wala akamweleza sasa hataki kusongamana na wanaume kwa sababu ya haya alionayo. Kwa hiyo wao wanawaacha wanaume wachote maji wamalize, kisha wao wataenda kuchota baadaye, wataonyesha na wao wanyama wao. Na wakamueleza kwamba sisi baba yetu ni mzee, haziwezi hizi kurukushani za vijana, hawezi kuja hapa na yeye akaanza kusombana na vijana akachota maji. Baba yetu ni mzee, kwa sisi tunafanya badala baba yetu, na hatuwezi kwenda pale kwa sababu ya wale wanaume, kwa tunasubiri nao wamalize alafu sisi tutakwenda pale. Wanazuoni wa historia na tarehe wanasema wale vijana wa kiume walikuwa hawana adabu. Baada ya wao kumaliza kuchota maji wakakifunika kile kisima, na kama mnavyojua zamani mifuniko ya zamani ilikuwa ni mifuniko ya niazege, ya udongo, sio mifuniko ya kawaida nyepesi. Kwa wale wanawake wakawa wanashindwa kwenda kunyanyua ule mfuniko kwa ufunue kuweza kuchota maji. Musa alayhi salam akawasaidia katika hilo na akawaonyesha maji wale wanyama wao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhill, akawapatia maji wale mabinti, maji ambayo walikuwa wanahitaji. Baada ya hapo Musa alayhi salam akatoka akaenda kukaa katika kivuli, akatafuta kivuli akaenda kukaa. Safari yake ilikuwa ni ndefu, ameshachoka, na pale katika mji wa Madian hakuna anayemfahamu, hakuna anayemjua. Kwa akaamua kwenda kukaa katika kivuli, angalau tafakari atafanyaje na ataanzaje maisha katika ule mji, huko akisema rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wakati Musa alayhi salam amekaa katika kile kivuli chini ya ule mti, akamjia mmoja katika wale mabinti. Allah subhanahu wa ta'ala anasema qalat ihdahuma ya abati istajiru inna khayra man istajarta alqawiyyu alamin. Wale mabinti walipoondoka kwenda kule kwa baba yao akawauliza, kwa nini leo mmerudi mapema? Wakamuelezea yaliyotokea, tumekutana kijana kadha katusaidia. Akawatuma waende wakamuite huyo kijana. Kwa akaja mmoja katika wale mabinti akamkuta Musa amekaa pale chini ya kivuli. Alipofika pale, ile binti akamuita Musa alayhi salam, akaondoka naye mpaka nyumbani kwa baba yake. Alipofika kule akamwambia baba yake, ya abati istajir inna khayra man istajarta alqawiyyu amin. Baba yangu, na kuomba umpe ajira, umpe kazi huyu kijana Musa alayhi salam. Inna khayra man istajarta alqawiyyu amin, hakika ya mtu bora ambaye utampatia kazi ni mtu mwenye nguvu na ni mtu mwaminifu. Mzee wao wale mabinti ambaye ni Nabiiullah Shuaib alayhi salam, kama mveleza baadhi ya wanasomi tafsiri, akaongea na Musa alayhi salam, akamweleza hali yake na akamuomba amfanyie kazi ya kumchungia wanyama wake kwa muda wa miaka 8, na hiyo kazi itakuwa ni badala au mukabil ya mali ya mahari kwa ajili ya binti yake, kwa sababu mzee hana pesa ya kumlipa, hana cha kumlipa Musa alayhi salam. Kwa akamwambia, nakuomba unifanyie kazi ya kunichungia wanyama wangu kwa muda wa miaka 8, nami nitakuozesha mmoja kati ya hawa mabinti zangu, mmoja kati ya hawa nitakuozesha, na hiyo itakuwa ndio mahari yako. Lakini akamwambia, na kama utapenda kutimiza miaka 10 basi itakuwa ni kheri. Zimekuja baadhi ya athar kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam zinasema kwamba Musa alayhi salam alitimiza miaka 10. Kwa Musa akaifanya ile kazi mpaka alipomaliza,
akamuoa yule binti na akaondoka naye. Musa alayhi salam akaondoka katika mji wa Madian akitafuta sasa kurudi tena katika nchi ya Misri kwenda kukutana na ndugu zake, kwenda kuwatembelea watu wake, akiwa na mama yake. Wakati Musa alayhi salam yupo njiani, Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mtihani wa kupotea. Alipotea Musa alayhi salam, akawa hajui anapoelekea, na barabara ilikuwa ni yenye baridi na yenye upepo mkali sana, mpaka walipowakuta wakati wa usiku Musa alayhi salam akiwa na mkewe akawa wamekaa sehemu kupumzika. Mara ghafla Nabiiullah Musa alayhi salam akauona moto kwa mbali mwake. Akamwambia mke wake, wewe nisubiri hapa, kaa hapa nisubiri, mimi naelekea katika ule moto, huenda kuna habari yote nitaipata katika ule moto. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa hal ataka hadithu Musa, katika sura Taha, idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nar huda. Kamba hebu kaa kwanza hapa, wacha niende niufuate ule moto, wewe nitakuletea kiunzi cha moto, kipande cha moto tukapata kuota kwa sababu kuna baridi, au naweza nikapata habari yoyote kule, naweza nikapata mwongozo wote, labda nikakutana na watu watuongoza wakatuelekeza njia ya kuelekea kwa tunapokwenda iko wapi. Alipofika katika ule moto, Allah subhanahu wa ta'ala akamsemesha mke wake Musa alayhi salam. Allah anasema, falamma ataha nudiya ya Musa, pindi alipoendea ule moto akaitwa, ewe Musa, inni ana rabbuk fakhla'na alayk innaka bilwadi almuqaddas. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, Musa alipofika katika ule moto akasikia sauti kimuita, ya Musa, ewe Musa, inni ana rabbuk, hakika mimi ni Mola wako, fakhla'na alayk, basi huwa hivyo viatu vyako, innaka bilwadi almuqaddas tuwa, hakika wewe upo katika bonde takatifu la Tuwa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kuzungumza na Musa alayhi salam, na hali mazungumzo ya moja kwa moja, Allah akiongea na Musa alayhi salam, Musa akisikia sauti ya Allah moja kwa moja. Ni tofauti na wakati mwingine manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala wanapewa habari za Allah kupitia malaika Jibril, au wakati mwingine wanapewa habari kupitia ndoto usingizini, nabii akilala anaota usingizini. Lakini hapa Musa alayhi salam akazungumzishwa na Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja. Allah akamwambia, wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, mimi nimekuchagua wewe Musa, sasa sikiliza yale ambayo unaambiwa. Fastami' lima yuha, sikiliza yale ambayo lima yuha alayk, yale ambayo unaambiwa wewe Musa. Allah akasema, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kumpa habari Musa, akaanza kumpa mafundisho Musa alayhi salam. Na jambo la kwanza kabisa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia Musa, akamwambia, innani ana Allah, hakika mimi ndiyo Allah, la ilaha illa ana, hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa mimi, hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa mimi, fa'budni, basi wewe Musa unatakiwa kuniabudu mimi, wa aqimis salata li dhikri, na usimamishe swala kwa kunitaja mimi. Jambo la kwanza ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia Nabiiullah Musa alayhi salam hapa, akamwambia innani ana Allah, mimi ndiyo Allah. Jambo la kwanza ambalo Allah alimwambia ni tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa na nafasi ya kumwambia mambo mengi sana Musa alayhi salam, kumpa habari kuhusu mambo mengi sana, lakini jambo la kwanza Allah akamfundisha Musa imani, tauhid, imani ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasi na kumshirikisha na chochote. Akamwambia, hakika mimi ndiye Allah, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi. Hakutosheka kumwambia hivyo tu ili Musa ajue, akamwamrisha kumwambia, fa'budni, niabudu mimi ewe Musa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kumpa habari Musa, na mazungumzo yakapita mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akaamua sasa kumpatia miujiza Musa alayhi salam. Akamwambia, ma tilka biyaminika ya Musa, Musa umeshika nini katika mkono wako wa kulia? Kwa ameshika bakora. Musa akasema, hiya asaya, hii ni bakora yangu tu, ni fimbo yangu, atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami,
waliya fiha maaribu ukhra. Akamba hii ni bakora yangu tu, huwa naegemea wakati mwingine, na ina kazi zingine pia, maaribu ukhra, lakini pia muda mwingine ahushu biha ala ghanami, huwa ninawainamishia majani wanyama wangu ili wale. Kwa ni fimbo yangu tu niko nayo. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia alqiha ya Musa, hebu itupe chini hiyo fimbo ya Musa. Alipoitupa, fa idha hiya hayyatun tas'a, mara ghafla ile fimbo kabadilika ikawa ni nyoka anayetembea. Kisha Allah akamwambia Musa, khudha wala takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Ewe Musa, ichukue hiyo fimbo, ishike tena hiyo fimbo. Sasa mshike huyo nyoka ambaye ambadilika kwa nyoka, fimbo mbadilika kwa nyoka. Kwa khudha, mshike huyo nyoka, wala takhaf, wala usiogope, sanu'iduha sirataha al-ula, sisi tutamrejesha katika umbile lake la mwanzo, atarudi tena kuwa fimbo, wala usiogope Musa, mkamate tena huyo nyoka. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akampa muujiza mwingine, akamwambia wadmum yadaka ila janahik takhruj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra. Allah subhanahu wa ta'ala akampatia ayatan ukhra, akampa muujiza mwingine akimwambia uchukue huo mkono wako, kisha ingiza katika upande wako wa kushoto, ingiza katika mfuko wa upande wako wa kushoto, na ukiutoa huo mkono utatoka ukiwa mweupe unang'aa, yani kiganja cha mkono. Musa akafanya, na kweli alipotoa kwa kiganja cha mkono kinang'aa. Lakini Allah akasema min ghairi su, ule weupe ambao ulikuwepo katika kiganja cha mkono sio weupe wa maradhi. Sababu mwingine mtu akipatwa na maradhi kama ukoma au maradhi ya ngozi, ngozi yake inakuwa nyeupe. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema kile kilichofanyika pale, ule mng'ao katika mkono, min ghairi su'in, pasina ubaya, sio mng'ao wa maradhi. Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea akazungumza na Musa. Kisha sasa baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akamtaka Musa alayhi salam aelekee Misri kwa Firaun, na huko Misri akamtuma mambo mawili kwa Firaun. Jambo la kwanza, akamtuma aende akamlinganie Firaun, akamlinganie Firaun katika imani, aachane na ile misimamo na zile fikra alizonazo za kujinadi na kujitangaza kwamba yeye ni Mungu na yeye ndiye anayetakiwa kuabudiwa. Musa atoke aende Misri, akamlinganie Firaun arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hilo Musa alayhi salam anatakiwa kulifanya kwa hikma na kwa upole. Na hapa kuna jambo la kujifunza. Tizama huyu Firaun, mtizame Firaun huyu ambaye tunamsoma, kiongozi bari, tawala ambaye alikuwa anadhulumu watu wake. Amefanya kila aina ya uovu na kufikia hatua kujiita Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala hakutaka kutumia nguvu wakati wa mwanzo, bali akamwambia Musa, nenda kamlinganie kwa upole. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma Musa kule Misri, akamwambia nenda kawachukue wana wa Israeli kule Misri, warudishe kwao Palestina, wapeleke huko Palestina. Kwa Musa alayhi salam akakubaliana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anamwambia idhhab ila fir'aun innahu tagha, nenda kwa Firaun, hakika Firaun amevuka mipaka. Anayoyafanya huko Misri sasa hayaelezeki tena, amezidi Firaun. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza namna Musa alayhi salam alivyomuomba Allah ampe nguvu kupitia ndugu yake Harun. Baada ya Musa kupewa amri hii, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe nguvu ya kwenda kumlingania Firaun kupitia mdogo wake Harun. Anasema Allah, waj'alni waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Kwa Musa alayhi salam akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe nguvu katika jambo hili kupitia mdogo wake Harun, waende pamoja wakamlinganie Firaun na waende wakawachukua wana wa Israeli kutoka Misri na kuwarudisha kwao Palestina. Musa alayhi salam akatoka akaelekea zake mpaka Misri, na akafika Misri na akakutana na Firaun. Kisha akamweleza Firaun kuhusu kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, Mola mmoja, Mola mwenye haki ya kuabudiwa pasi na kushirikishwa na yeyote. Lakini pia Musa alayhi salam akamwelezea Firaun
kuhusu matakwa yake ya kuwaachia huru wana wa Israeli, aondoke nao Misri, awarudishe kwao Falastini kule Kanaani, kama tulivyosema mwanzo kwamba hawa wana Israeli walitokea Kanaani Falastini kupitia Nabii Yusuf alayhi salam, wakaja kuishi katika nchi ya Misri. Kwa Firaun na Harun, Musa na Harun wakatumia juhudi zao zote kumwelekeza Firaun, kumlingania Firaun awaruhusu waondoke na wana wa Israeli, lakini pia Firaun aachane na madai ya kujidai kwamba yeye ni Mungu na kujinadi yeye ni Mungu, arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Musa alayhi salam alimsikiliza Firaun. Firaun alimsikiliza Musa alayhi salam na akamuelewa kile ambacho Musa anakikusudia, lakini Firaun aliamua kubaki na msimamo wake ule ule tu na akaendeleza kiburi chake. Akamwambia, alam nurabbika fina walida, wewe Musa, wewe leo hii ambao unakuja hapa unasimama mbele yangu na unaniambia sisi kuna Mungu, sio Mungu wa haki anapaswa kuabudiwa, wewe ambaye leo hii unakuja kuniambia niwaachie hawa na Israeli hawa uondoke nao, alam nurabbika fina walida, hivyo Musa hatujakulea hapa sisi wewe ukiwa mtoto mdogo wewe, walabithta fina min umrika sinin, na ukaishi miaka mingi sana hapa kwetu katika umri wako, kwenye umri unao wewe Musa umeishi miaka mingi sana hapa kwetu. Wafaalta faalataka allati faalta wa anta min alkafirin, Firaun akamkumbusha kwamba na ukafanya uliyofanya hapa, ukamuua mtu alafu ukatoroka Musa ukakimbia. Baada ya yote hayo wewe Musa tumekulea wenyewe na ukatufanyia utufanyia hapa ukaondoka. Leo hii unakuja hapa unaanza kusema sijui kuna Mungu anapaswa kuabudiwa kwa haki, na wewe Firaun sio Mungu, sio Mungu anapaswa kuabudiwa, ndio unakuja kuyasema haya. Firaun akakataa kukubaliana na Musa alayhi salam. Ikafika sasa hatua sasa Musa alayhi salam kafika hatua sasa ya kutumia miujiza aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, walaqad arainahu ayatina kullaha fakadhaba wa aba. Firaun tulimuonesha miujiza yetu yote akaipinga na akakataa. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa, Firaun akasema kumwambia Musa, hivyo Musa umetoka huko unakuja hapa ili ututoe sisi katika ardhi yetu kutumia uchawi wako huu? Hawa wanayofanya yote hamna muujiza hata mmoja, yote ni uchawi. Umetoka huko kote ukaja hapa na uchawi wako katika nchi yetu, katika ardhi yetu, ili sisi uweze kututoa hapa. Anayasema neno haya Firaun akiwa anakumbuka kwamba alishaambiwa kutokana na wana wa Israeli atazaliwa mtoto wa kiume ambaye atakuja kuondosha utawala wako. Firaun akamwambia, falanatiyannaka bisihrin mithli, na sisi tutakujia wewe Musa na uchawi mfano wa uchawi wako. Wewe umeweka fimbo hapa kabadilika kuwa nyoka, sisi pia tutakujia na uchawi kama wako wewe tu. Faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Sasa weka maw'id, weka muda, tukubaliane juu ya muda ambao tutakutana na sehemu maalum ambayo tutakutana, tutakuja kushindana. Sasa wewe unaamua kuja na uchawi na sisi tutakuja na uchawi kama wako wewe, alafu tuone nani ambaye atashinda. Kwa Musa alayhi salam akakubaliana na Firaun, sawa, tuandae siku na iandaliwe sehemu tukutane. Watu wakatangaziwa na watu wakakusanya na wakakusanyika. Firaun alitoka kwenda kuzungumza na wachawi wake, akawaeleza, bwana kuna 1 2 3. Akawapiga mkwara kwamba hapa sasa tunakwenda kushindana na Musa na hakuna kushindwa, na mkishindwa mimi nawaua, lakini mkishinda mimi nitawapa zawadi. Mwanzo alipowaambia kwamba mkishindwa nitawaua, wakaingiwa na hofu wale wachawi, kwa kwamba wakiwa wanajua kwamba yale aliyofanya Musa pale kule sio uchawi wa kawaida. Na alipowaambia kwamba kama mtashinda mimi nitawapa zawadi, basi tamaa na wao zikawaingia, basi kweli kama kuna zawadi ama shida, wacha tukapambane na Musa. Allah anasema, fatanaza'u amrahum bainahum wa asarru najwa qalu in hadani la sahirani yuridana an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al-muthla. Kwa wale watu wakakusanyika, wachawi wote wakakusanyika, na watu wa Misri pale wakakusanyika pamoja na wana Israeli wakakusanyika katika sehemu maalum, takadamnasi.
watu waje washuhudie yale ambayo atayafanya Musa alayhi salam katika miujiza, na watu washuhudie yale ambayo atayafanya wachawi wa Farao katika uchawi. Wale watu wale wachawi wa Farao wao wakaanza wakatupa vibakora vyao pale, vile vibakora vikabadilika kuwa nyoka. Walipofanya lile jambo na Musa alipoliona, fa'awjasa fi nafsihi khifatan, kaingiwa na uoga katika nafsi yake kama binadamu, mbona wao pia wanaweza kufanya kama hiki? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qulna la takhaf innaka antal a'la, tukasema kumwambia Musa usiogope, wewe Musa ndio utakayekuwa juu, wewe ndio utakayeshinda. Kisha Allah akamwambia, alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inma sana'u kaydu sahir wala yuflihu as-sahiru haythu ata, tupa hicho kilichopo katika mkono wako wa kulia, itupe hiyo fimbo yako. Talqaf ma sana'u, itaanza kuwameza vile ambavyo wao wamevitengeneza katika uchawi. Inma sana'u kaydu sahir, hakika walichokifanya wao ni vitimbi tu vya uchawi. Wala yuflihu as-sahiru haythu ata, na mchawi hawezi kufaulu kwa namna yoyote atakayofanya, namna yoyote atakayokuja nayo katika uchawi wake, hawezi kufaulu. Musa alayhi salam akafanya kama alivyoelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akaitupa ile bakora ikabadilika kuwa nyoka. Kisha ile nyoka kaanza kuwala wale nyoka wadogo wadogo wale wachawi. Fa ulqiya as-saharatu sujada, baada ya tukio hili wale wachawi wakaporomoka chini wakisujudu, huku wakisema amanna bi rabbi Haruna wa Musa, sisi tumemwamini Mola wa Harun na Musa. Wakatangaza mbele za watu kwamba wao wameshindwa na wao wamemwamini Mola na Mungu wa Musa na Harun, na wao kuanzia hapo ni waumini. Firaun alipoliona hili akasema, amantum lahu qabla an adana lakum, ona kibri hiki. Hata mtu katika imani pia anahitaji idhini ya mtu mwingine. Akawaambia, amantum lahu qabla an adana lakum, hivi nyinyi mnaamua kumwamini Musa kabla mimi sijawaruhusu? Innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr, hakika huyo Musa ndiye mkubwa wenu aliyokufundisheni uchawi. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Sikiliza haya maneno ya Firaun. Akawaambia, nitakukateni mikono yenu na miguu yenu kwa kuitofautisha. Nikikata mkono wa kulia nakata na mguu wa kushoto, nikikata mkono wa kushoto nakata na mguu wa kulia. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adhaban wa abqa, na nitakusurubuni nyinyi katika miti ya mitende, katika ile mashina ya mitende nitakusurubuni kama mtu anavyosulubiwa. Kwa Musa, kwa Firaun, baada ya kuliona hilo akawaahidi hivyo wachawi wake kwamba atawafanyia haya, na akawafanyia, akawatesa. Baada ya Firaun kuwatesa wale wachawi, akataka pia kumgeukia Musa alayhi salam, amuue Musa alayhi salam, akihofia dini yake aliyokuja nayo, lakini pia akihofia wale wafuasi wake katika mji wa Misri ambao walikuwa wanamwamini yeye Firaun na wanaamini kwamba yeye ndio Mungu na yeye ndiye mwenye haki ya kuabudiwa. Musa alipoliona lile, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waqala Firaun dharuni aqtul Musa walyad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhira fil ardi al-fasad. Waqala Musa inni udhtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Firaun akasema, dharuni aqtul Musa, niacheni muue Musa, walyad'u rabba, kisha Musa aende akamuite Mungu wake. Yesu anasema na Mungu, mimi nitamuua Musa, naye akaenda akamuite Mungu wake ajamsaidie. Inni akhafu an yubaddila dinakum, mimi ninahofia huyu Musa asije akaibadilisha dini yenu watu wa Misri, au an yudhhira fil ardi al-fasad, au akatandaza ufisadi katika ardhi, akafanya uharibifu katika ardhi. Musa akasema, inni udhtu bi rabbi wa rabbikum, mimi nimejikinga kwa Mola wangu na Mola wenu, min kulli mutakabbirin, kutokana na kila mtu mwenye kibri, mwenye kujikweza, la yu'minu bi yawmil hisab, ambaye haamini kwamba kuna siku ya malipo. Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake, katika wale watu wa Firaun akatokea mtu mmoja ambaye alipata nafasi ya kumshauri Firaun na kumtuliza hasira zake, kumpa maelezo. Firaun akakinai, akapunguza hasira zake na akamwacha Musa alayhi salam. Kwa tena tusiingie tena katika migogoro, ni acha nimwache.
Allah subhanahu wa ta'ala anasema waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, akasema mtu mmoja ambaye ni mu'min katika watu wa Firaun akiwaambia yaktum, mtu ambaye alikuwa anificha imani yake, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, hivi nyinyi mnamuua mtu eti kwa kusema tu Mola wangu mimi ni Allah. Waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, na amekujieni na mambo ya wazi na ubainifu kutoka kwa Mola wenu, amekujieni na hoja za wazi. Wa in yakukadhiban fa alayhi kadhib wa in yakusadiqan yusibukum ba'd alladhi ya'idukum, akiwa ni muongo basi uongo ni kwake yeye, atajua yeye, na kama ni mkweli yusibukum ba'd alladhi ya'idukum, kitawapateni kile ambacho yeye ameahidi kwamba kitawapata. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab. Kwa hiyo akamkinaisha Firaun, akatoa hoja bila Firaun. Firaun akaona tuyaache haya mambo, tufunike kombe. Allah subhanahu wa ta'ala akaamua kumwadhibu Firaun na watu wake, na akawaadhibu wale ambao walimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala katika watu wa Misri kwa muda wa miaka mingi, mpaka pale ambapo Firaun aliingiwa na fikra ya kumruhusu Musa alayhi salam aondoke zake Misri, baada ya kuona adhabu zimekuwa nyingi, njaa na kila aina ya mateso anayopata. Akamruhusu Musa aondoke zake Misri na awachukue wana wa Israeli aondoke nao. Musa alayhi salam akakubali, akawachukua wana wa Israeli, akaanza safari ya kwenda nao, lakini wakapanga safari yao iwe ni usiku, wakimhofia Firaun kwamba anaweza akabadilisha maamuzi yake. Baadaye Firaun ikamjia tena fikra kupitia pia washauri wake kwamba unamwacha Musa aondoke, tadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh wa yadhraka wa alihatak, hivi unamwacha Musa na watu wake wanaondoka, hivi unawaacha kabisa, haujalifikiria hilo vizuri? Firaun akaona mbona kama kweli, akalikusanya jeshi lake, akawaambia hapana, Musa lazima akamatwe pamoja na wana Israeli warudishwe tena katika nchi ya Misri. Kwa hiyo Firaun akakusanya jeshi lake, wakaanza kumkimbiza Musa alayhi salam baada ya asubuhi saa mapambazuka. Wakati wa Musa ameshatoka na wana Israeli wanaelekea zao Falastini, anawarudisha wana Israeli Palestina, wameshaanza kukimbia. Musa alayhi salam, Firaun akalikusanya jeshi lake na akaanza kumkimbiza Musa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea tukio hili katika sura Ash-Shu'ara. Musa alayhi salam alipokimbia na wana Israeli mpaka wakafika nje ya mji na wakafika katika ukomo wa bahari, katika fuko za bahari. Mbele yao katika fuko za maji, katika mto Nili, mbele yao kuna maji na nyuma yao kuna jeshi la Firaun. Wale watu wakigeuka wanaona jeshi la Firaun lile linakuja, na wakitizama mbele yao wanaona kuna maji, hawana cha boti, hawana cha nini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema falamma tara al-jam'an, pindi sasa yalipoonana yale makundi mawili, yalipokabiliana, kundi la Musa na watu wake na kundi la Firaun na jeshi lake. Firaun sasa anakuja kuwakamata watu wa Musa, na watu wa Musa washapata na yakini kwamba sisi sasa habari yetu imeshaishia hapa. Wengine wakaanza kuzungumza na kumlaumu Musa alayhi salam kwamba wewe umetutoa huko kwenye maisha yetu mazuri, tulikuwa tunaishi kwa raha kabisa. Mmoja alikuwa anapitia mateso, lakini kwa hali walionayo wanaona kwamba bora turudi kule kule, kwa sababu hapa tunachotupata Firaun, bora kule alikuwa anatutesa, lakini anatuachia hai wetu, hapa atatuua kabisa, hatutuacha hai. Kwa kaanza kumlaumu Musa alayhi salam, akimpa maneno. Allah anasema qala ashabu Musa inna la mudrakun, wakasema watu wa Musa sisi tushapatwa sasa, tushafikiwa. Kama wewe ndio ulikuwa lengo lako hili kututoa huko tulikotoka kwenye maisha yetu mazuri, maisha furaha, kutuleta ili tuuawe, basi ushafanikiwa Musa, ushafanikiwa. Sio hicho kitaka wewe hiki? Haya bwana, hamna shida, sisi tushakubaliana yote hapa. Firaun anakuja, sisi atatukamata, atatuua. Haya, na wewe ufurahi sasa, maana ndio tuko nakitaka hicho Musa. Allah subhanahu wa ta'ala anasimulia, anasema Musa akasema hivi, kalla, hapana, si kwa hivyo nyinyi mnavyosema,
jambo halitokuwa hivyo. Inna ma'i rabbi sayahdin, mimi nina Mola wangu ataniongoza, atanipa tu njia, atanipa tu namna ya kufanya. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hatakusaliti. Allah anasema inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Allah jalla wa ala anasema fa auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr, tukamwambia Musa ipige bahari kupitia fimbo yako. Hiyo fimbo yako hiyo itumie kuipiga hiyo bahari, kuyapiga hayo maji. Fanfalaqa fakana kullu firqin katawdi al-azim, alipoipiga ile bahari ikajiacha, ikaacha njia katikati. Fakana kullu firqin katawdi al-azim, ikawa kila upande sasa ni kama vile jabali lilo kubwa, maji yameganda, hayaingiliani tena, imeacha njia katikati. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Musa, pita hapo na wana wa Israeli. Akawachukua watu wake akawapitisha, yeye akiwa wa mwisho, watu wametangulia mbele, yeye wa mwisho. Firaun alipofika pale kwanza akasimama, akawa anaangalia wale wanapita, mpaka walipofika upande wa pili, upande wa magharibi sasa wa bahari. Walipofika upande wa pili, Firaun akaona kwamba kabla hawajamalizikia sisi tuwapate, na ushauri wa majeshi yake kina Haman kamshauri kwamba unawacha vipi, twende, si njia hii na sisi tupite, wao mpita na sisi tupite, twende. Musa akaona kweli, Firaun akaona kumbe ni kweli, sawa. Na wao wakaunga sasa, wakaanza kufuata. Musa alayhi salam alipoona watu wa Firaun wanakuja, akataka tena kuipiga ile bahari. Musa alayhi salam akaitaka kuipiga tena ile bahari irudi kama ilivyokuwa. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia watruki bahra, Musa, yache bahari ikiwa imetulia, yache kama ilivyo. Innahum jundun mughraqun, hakika wao ni jeshi lenye kuangamizwa. Wala usipige bahari, nyinyi piteni, malizikeni wote muishe, waache wao wanakuja, waache waje. Kwa Musa kufanya haraka kuipiga bahari, akawaacha mpaka wana Israeli wote wameisha. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawaacha mpaka watu wa Firaun wote wameingia, wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wote washaingia katika barabara. Kisha Allah jalla wa ala akayakusanya maji akayaunganisha katikati, na hapo sasa ukawa ndio mwisho wa Firaun. Kwa hiyo Musa alayhi salam akiwa upande wa pili, upande wa magharibi, na watu wa Israeli wakiwa upande wa magharibi, wakawa wanashuhudia namna Firaun na majeshi yake yanavyoangamia. Hapo maswali mengi yanawajia kichwani. Firaun huyu ndio mwisho wake, ndio huyu Firaun ambaye alikuwa na power kubwa, kila mtu anamuogopa yeye, anaangamia leo hii. Allah anasema fa'atba'ahum fir'aun bijunudi faghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum wa adalla fir'aun qaumahu wa ma hada. Sasa baada ya Firaun kuangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika maji, maji yashampata Firaun, Allah anasema hatta idha adrakahu al-gharq, mpaka pale sasa Firaun maji yalipomfika kooni, pumzi zinaenda kukata, mauti anayoona haya, akapata na yakini kwamba mimi tena habari yangu imeishia hapa. Firaun akasema amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana min almuslimin, leo hii mimi nimemwamini yule ambaye wana wa Israeli wamemwamini, wa ana min almuslimin, na mimi ni katika Uislamu, mimi ni katika wale walijisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya maji kumfika kooni, sasa ashaona kwa mimi sasa hapa habari yangu imeshaishia hapa, ufalme wangu wote, utawala wangu wote mwisho wake ndio huu, sina tena makharaj, sina tena nafasi ya kurudi tena Misri na kwenda kutawala na kuendeleza mambo nilikuwa ninayafanya. Akasema amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil, mimi nimeamini kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yule ambaye wana wa Israeli wamemwamini, wa ana minal muslimin, na mimi ni katika Uislamu, katika wale wamejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah akasema al'ana, hivi sasa Firaun, hivi sasa, waqad asaita qablu, na hapo nyuma ulishaniasi, ukafanya uliyofanya huko nyuma, ukadhulumu watu, ukaua watu, istosha ukajiita wewe ni Mungu na ukajipa cheo cha uungu. Wa kunta minal mufsidin, na wewe ulikuwa ni katika watu waliofanya ufisadi katika ardhi. Falyawma nunajjika bibadanik, Allah subhanahu wa ta'ala akasema leo hii tunakuokoa wewe, nunajjika bibadanik, leo hii tunauokoa huo mwili wako. Hatutokuacha uzame katika hayo maji ili samaki wakufanye chakula, hapana, hatukuachi Firaun. Leo hii sisi tunauokoa huo mwili wako. Hao wengine acha waende, lakini wewe maji atakuchukua, atakupeleka mpaka katika fuko kule ulikotoka kule. Watu wako wale waacha kule wakakuone kwamba Firaun yule ndio huyu, mtawala yule dhalim ndio huyu Firaun. Nunajika bibadanik, tunauokoa leo mwili wako Firaun, litakuna liman khalfaka aya, ili uwe mazingatio kwa wale watakaokuja baada yako. Wakikuona wewe Firaun wanakwambia si. Kwa hiyo wale watakaokuona leo hii watazichukua habari na watasimulia kwa wanaokuja baada yako. Hautakiwi kupotea Firaun, unatakiwa kuwepo wewe. Kwa Allah anasema nunajika bibadanik, tunauokoa mwili wako wewe Firaun, litakuna liman khalfaka aya, ili uwe mazingatio kwa wanaokuja baada yako. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina la ghafilun, na kwa hakika watu wengi wanaghafilika na mafundisho yetu na aya zetu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akauokoa mwili wa Firaun, akaurejesha mpaka nchi kavu. Watu wake wakaja wakauona mwili wake na wakamuona Firaun. Na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alisema litakuna liman khalfaka aya, ili uwe mazingatio kwa watakaokuja baada yako, wale watakaotawala tena Misri na sehemu zinginezo, watakaofikiwa na hizo habari, wewe uwe mazingatio kwa wao. Watu wakapata mazingatio, kwa sababu watu wanamfahamu Firaun, wanamfahamu yeye ni nani kwa wao, ni kiongozi wao, alikuwa mtawala, alikuwa na nguvu, ana majeshi, ana mali, ana kila kitu katika, amefanya mengi sana Firaun. Lakini leo hii ndio huyu amelala hapo, ameshafariki, hana lolote tena, habari yake ndio imeishia hapo, utawala wake umeishia hapo. Watu wakapata mazingatio kutokana na tukio la Firaun. Kwa hivyo mpaka hapo Firaun habari yake ikawa imemalizika, na Musa alayhi salam akaondoka na wana wa Israeli kuelekea Palestina. Katika safari yao huko kuna mengi yaliyopita, na hiko ni kisa kingine ambacho kinamhusu Musa alayhi salam na wana wa Israeli katika safari yao kuelekea huko Palestina, wakirudi kwao walipotokea mwanzo. Tukio hili lilitokea katika siku ya tarehe 10 ya mwezi wa Muharram, mwezi ambao sisi tuko ndani yake, siku ya Ashura. Kwa namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyomuokoa Musa na kumwangamiza Firaun, ushindi huu ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimpa Musa alayhi salam dhidi ya Firaun, Musa hakuwa na chaguo isipokuwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Walioyapitia ni mengi. Musa kayashuhudia mengi kupitia Firaun. Ameshuhudia watu walioteswa, watu waliouawa, watu walionyimwa vyakula, watu wamepoteza ndugu zao, wamepoteza maisha yao sababu ya Firaun. Hakudhania Musa alayhi salam kwamba ipo siku Firaun atadondoka na utawala wake utaishia hapo. Hakulifikiria hilo Musa alayhi salam. Lakini kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, habari ya Firaun ilizika, na Allah akamwangamiza Firaun na kumpa ushindi Musa alayhi salam. Hata ikikuwa ni wewe usingeshukuru, bila shaka mshukuru. Kwa Musa alayhi salam akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, akawa anafunga kile inapofika siku ya Ashura, siku ya tarehe 10 ya mwezi wa Muharram. Anafunga siku hiyo kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpa ushindi dhidi ya Firaun. Ndio Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama alivyosema mwanzo, alipokuja Madina aliwakuta Mayahudi wanafunga siku hiyo. Akawauliza, kwa nini mnafunga siku hii? Mayahudi wakamueleza, sisi tunafunga hii siku kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alimpa nusra Musa alayhi salam, alimpa ushindi Musa dhidi ya Firaun.
Kwa Musa swamahu shukran lillah, akafunga siku ya Ashura akimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi tunaifunga siku hii kumunga mkono Musa alayhi salam. Kisha mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, sisi ndio wenye haki zaidi ya kumunga mkono Musa kuliko nyinyi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akafunga na akawaamrisha masahaba wake wafunge. Kwa sisi kwa kumwiga mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tunapaswa kuifunga siku hii. Mtume wetu alifunga kumunga mkono Musa alayhi salam, na sisi tunapaswa kufunga siku hii kwa kumunga mkono Musa alayhi salam na kufuata mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kuhusu malipo ya funga ya Ashura, akasema ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiya au an yukaffira sanata allati qabla. Aliulizwa kuhusu malipo ya funga ya Ashura, malipo yake ni yapi? Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inatarajia kwa Allah funga ya siku ya Ashura itafuta madhambi ya mwaka uliopita. Kwa atakayefunga siku hiyo, siku ya Ashura, na kama sijakosea itakuwa ni Alhamis kinakuja, kwa nitakosea mtanikumbusha kana kusema itakuwa ni Alhamis. Kwa atakayefunga siku hiyo kwa kutafuta malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi malipo yake ni haya: Allah atafuta madhambi yake yote ya mwaka uliopita. Mwaka huu uliopita wa Kiislamu, sasa tushaingia mwaka mwingine 1448. Mwaka uliopita kuna madhambi ambayo sisi tumefanya, kuna makosa ambayo tumemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Makosa haya yatafutwa na funga tutakayofunga siku ya Ashura. Kwa ni himizo kwangu mimi na kwenu ndugu zangu, tuifunge siku hii tupate malipo alieleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisa cha Nabii Allah Musa alayhi salam na Firaun kinaishia hapo, lakini kuna mambo mengi sana ya kujifunza katika kisa hiki. Laiti kama tukakaa nukta kwa nukta tujifunze katika kisa hiki, basi kuna mambo mengi ya kujifunza. Kuna jambo la kujifunza kuhusu mama yake Musa alayhi salam. Kuna jambo la kujifunza kuhusu malezi aliyofanya Firaun kwa Musa. Anamlea mtu ambaye baadaye anakuja kuwa adui yake, basi na kujua namna Allah subhanahu wa ta'ala anavyoendesha mambo yake. Kuna mambo ya kujifunza. Kuna mambo ya kujifunza kuhusu Musa alayhi salam, kuhusu wale mabinti aliyokutana nao kule Madian. Hapa wanawake wa Kiislamu, mabinti wa Kiislamu, kuna jambo la kujifunza. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza katika kisa hiki cha Musa alayhi salam. Lakini katika mambo makubwa mawili au matatu kujifunza katika kisa hiki ni kwamba tangu Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba dunia, tangu Allah ameumba dunia, haki na batil zimekuwa zinaingia katika mivutano na mizozo. Watu wa haki na watu wa batil, tangu Allah alipoumba dunia mpaka atakaporithi ardhi na watu wake, atakaporejesha watu wote, bado watu wataingia katika mizozo, watu wa haki na watu wa batil. Tena wataingia katika mivutano mikubwa sana. Haki na batil zitaingia katika mivutano, na watu wa haki na batil wataingia katika mivutano. Tumeona hayo kupitia Musa alayhi salam na Firaun. Musa ambaye alisimamia haki ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na Firaun ambaye alijinadi kwamba yeye ni Mungu, wakaingia katika mvutano. Musa ambaye alisimamia haki ya kuwaachia uhuru wana wa Israeli, wasiteswe, wasidhulumiwe, wasinyimwe haki zao, na Firaun ambaye alisimamia batil ya kuwadhulumu na kuwanyima haki zao, kuwaua watoto wao wanaozaliwa wa kiume. Huyu kasimamia haki na huyu kasimamia batil. Haki na batil zikaingia katika mvutano. Hili tunajifunza katika kisa hiki cha Musa alayhi salam na visa vinginevyo, kwamba siku zote haki na batil haziwezi kuwa pamoja, lazima tuzikutane. Na katika mivutano hiyo wapo ambao watapoteza mali zao. Hebu fikiria, wale wana wa Israeli walipokimbia Misri, walikimbia na majumba yao, walikimbia na kanzu zao, suruali zao, kama akina mama labda mabaya, madera, walikimbia nayo? Hawakukimbia nayo. Walikimbia na vyakula vyao, kama walikuwa na dhahabu, kama walikuwa na kadha kadha, waliziacha mali zao kwa kufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, akiwaambia tokeni Misri, rudini kwenu Farasa. Wakapoteza mali zao.
Mvutano wa haki na batil unaweza ukapelekea mtu kuwapoteza ndugu zake na watu wake wa karibu. Tumeona kuna watu wameuawa, tena mtu wengine wamepoteza watoto wao wachanga wadogo wa kiume, na mtoto wa kiume anajulikana hivi. Watu wamepoteza watoto wao kwa sababu ya kusimamia haki. Haki na batil zinapoingia katika mzozo, watu wanaweza wakapoteza maisha yao. Kuna watu wameuawa kwa kuwa tu Muislamu. Nakumbuka hapa muda sio mrefu tumezungumza kuhusu wale wachawi wa Firaun walipoamua kumwamini Musa alayhi salam, waliingia katika vita na Firaun, na Firaun akawaadhibu, akawaua, wengine akawakata mikono yao na miguu yao. Watu wamepoteza maisha yao kwa sababu tu ya mvutano uliokuwa kati ya haki na batil. Lakini tunajifunza katika kisa hiki, katika mvutano huu wa haki na batil, kwamba mwisho wa yote ushindi ni wa haki na watu wa haki. Kwa hiyo wewe kama umeamua kushikamana na haki, isimamie haki yako wala usiache. Allah subhanahu wa ta'ala atakupa nusra. Ndiyo, mpo ambao mtapoteza mali zenu, mtakaopoteza ndugu zenu, mpo ambao mtakufa, na huenda mvutano huo ukachukua miaka mingi, hata karne, lakini mwisho wa yote haki itashinda. Hili tunajifunza kupitia kisa hiki cha Musa na Firaun, lakini pia tunajifunza katika visa vinginevyo vya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ammar ibn Yasir kampoteza baba yake, mama yake, dada yake, wanauawa mbele ya macho yao, afanye subra. Miaka 13 Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Makka, maswahaba wanaishi katika udhalili. Muda wote huo Ammar ibn Yasir hajapata izza, hajapata nguvu ya kusema leo naweza nikalipa kisasi. Tangu wazazi wake wauawa na wameuawa mwanzo wa Uislamu, ameishi miaka yote hiyo Makka akiwa katika udhalili, akiwa katika maumivu makubwa, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja Madina, haki ikapata nguvu. Sasa Uislamu ukainuka. Hapo sasa kina Ammar ibn Yasir na wengineo katika maswahaba wakapata nafasi ya kulipiza kisasi. Lakini miaka mingapi imepita? Leo hii sisi Waislamu wa zama hizi tunaingia katika mizozo mingapi ya haki na batil, lakini ni wangapi kwa kuhofia mali zao tu zisije zikataifishwa wanaamua kuiacha dini ya Allah na kuelekea kusikojulikana? Ni wangapi katika sisi Waislamu wa zama hizi kwa sababu tu ya mtu kutishwa kwamba utapelekwa polisi, utafanya hivi, mtu anaamua kuachana na msamaha na safari huyo, hata kabisa kusikia na msimshirikishe na asione mtu anamtumia message. Tunapaswa kujifunza kuhusu visa vya manabii wetu na watu wema waliopita huko nyuma. Katika mambo pia ambayo tunatakiwa tujifunze, tunajifunza katika kisa cha Musa na Firaun ni kwamba hautakiwi kurudi nyuma katika kuipigania haki. Ipiganie haki, simama na haki. Utagharamika ndio, lakini simamia haki na wala usiache. Na ushindi wa Allah subhanahu wa ta'ala uko juu yako. Lakini pia katika mambo ambayo tunajifunza ni kwamba mwenye kufanya ubaya mwisho wake ni ubaya, hana mwisho mzuri. Anayefanya ubaya mwisho wake ni ubaya tu, mwisho wake hauwezi kuwa mzuri. Rudi huko nyuma katika historia ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, walivyopitia madhila na mateso kutoka kwa watu madhalimu. Halafu soma historia wale watu mwisho wao ulikuwaje. Mwisho wao haukuwa mzuri. Njoo katika kisa cha Musa alayhi salam na Firaun, mwisho wa Firaun ulikuwaje? Haukuwa mzuri. Njoo mpaka kwa Isa, njoo mpaka kwa kina Zakaria, Nabiiullah Zakaria aliuawa. Njoo kwa mwanawe Zakaria ambaye ni Yahya, Yahya aliuawa. Tunajua Yahya aliuawa vipi? Yahya alikatwa kichwa chake na kichwa chake ikawa ni mahari ya mwanamke malaya. Yule nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala Yahya, sio mimi wala sio wewe, sio sahaba, ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, anauawa na kichwa chake kinakuwa ni mahari ya mwanamke, tena ni mwanamke fedhuli. Alafu tizama mwisho wale watu ulikuwaje. Kwa ubaya mwisho wake ni ubaya tu.
na khairi mwisho wake ni khairi. Allah kamlipa nini Zakaria? Kamlipa nini Yahya? Kamlipa pepo. Kuna malipo zaidi ya pepo. Kaifanya habari yake mpaka leo hii inatajwa kwa uzuri. Tunaposema tunasema alayhi salam. Allah kabakisha habari yake na utaji wake mpaka kiyama kinasimama. Njoo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mateso aliyopita kutoka kwa Abu Jahal, ubaya ulimfanyia Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwisho wao ulikuwa ni mbaya, na watu wema mwisho wao ulikuwa ni mzuri. Kwa hiyo ubaya mwisho wake ni mbaya. Kwa katika hizi nukta zote hizi ambazo nimezitaja hapa, katika hizi faida 2 au 3, moja niingia katika faida nyingine, hizi tunapaswa kuzizingatia sisi Waislamu zama hizi, na tuzifanyie kazi na tuzielewe. Tusisome tu visa vikawa vinapita nyuma. Haki na batili zitaingia katika mizozo tu. Ndio yale ambayo yanajiri katika miji ya Kiislamu leo hii, yanaendelea Palestina, yanaendelea Gaza na sehemu nyinginezo. Watu wa haki wataitetea haki yao na watu wa batili wataitetea batili yao. Watu watakufa, watauawa, watafanywa kila aina ya ufidhuli. Lakini kupitia hivi visa tunajifunza kwamba mwisho wa yote ushindi ni wa haki. Haki ndio ambayo itashinda. Lakini kupitia hivi visa tunajifunza kwamba tusirudi nyuma. Usiache dini yako, usiache imani yako kwa sababu tu ya mitihani na kwenye imani zako, kwenye familia yako, kwenye mali wako. Haya ndio mambo ambayo tunajifunza katika kisa hiki cha Musa alayhi salam pamoja na Firauni alayhi minallahi ma yastahi. Na kuna mengineyo mengi ya kujifunza katika kisa hiki. Wakati wa kutosha, inshallah taala, katika miaka mingine labda nasa ukija mkani naweza tukizungumzia tena katika sura ya kuzungumzia yale ambayo tunajifunza katika kisa hiki cha Musa alayhi salam. Mpaka hapa tunakuwa tumefikia mwisho wa darasa letu la leo. Nishukuru nafasi hii kutoa shukrani kwenu kwa kutoa muda wenu kuhudhuria katika darasa hili na kikao hiki. Allah subhanahu wa ta'ala walipe kila la kheri. Na haya katika mambo ambayo falyatanafasi mutanafisun, washindani wale wenye kushindana, katika mambo ambayo watu wanatakiwa kuyakimbilia, kuhudhuria vikao vya elimu na kujifunza yanayopatikana. Kwa hiyo namshukuru na washukuruni kwa hilo. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, naomba Allah jalla wa ala awalipe jazaa yenu zaidi ya vile ambavyo mnastahili. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.